الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الأحبة، طلاب العلم وعوام المسلمين، kwanza kabisa baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsalia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hatuna budi kurejesha shukrani kwa Mola wetu Jalla wa Ala juu ya neema zake nyingi ambazo kwamba tuneemeka juu yake. Qala Rabbuna Jalla wa Ala fi kitabihi al-karim: وما بكم من نعمة فمن الله. وهكذا قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. kwa hiyo hatuna budi mara kwa mara kurejesha shukrani na kumhimidi Mola wetu Jalla wa Ala juu ya neema nyingi sana. Sawa sawa mwanadamu anaziona hizo neema au hazioni, wala si mwenye kuzitambua, yajibu alayhi an yashkura Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا، معاشر الأحبة، أشكر أخي الكريم والداعية المفضال أبا عثيمين الشيخ صابر حفظه الله على إتاحة هذه الفرصة لإخوانه. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حسن ظنه بإخوانه حفظه الله، وإلا تعلمون، وهذا هو الحق، ولا أتكلم تواضعا، هو أحق بهذا المقام مني حفظه الله. ولكن لا بأس أحيانا كما يقال أن يتكلم المفضول على الفاضل. إخواني في الله،
موضوع ambayo kwamba naikusudia biidhnillah ta'ala kuiongelea katika usiku wa leo, موضوع ambayo namuomba Allah tabaraka wa ta'ala aniyafikie kufikisha موضوع kama hii, na kadhalika awafikie wale as-sami'in kuielewa موضوع kama hii. ألا وهو موضوع تربية الأولاد، موضوع يانغازية chini ya عنوان malezi mazuri ya Kiislamu kwa watoto wetu. Maashara almuslimin, watoto ni neema, watoto ni neema kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Watoto ni neema maashara al-ahibba, na ukitaka kujua watoto ni neema, tafuta mume aliyeoa ambaye ana miaka kadhaa na kadhaa na bado hajaruzukiwa watoto, alafu umuulize swali kama hili: je, una watoto wangapi? Uangalie zile hisia za mtu ambaye kwamba bado hajaruzukiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala watoto, na mwanadamu ambaye kwamba amezawadiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala neema kama hii, neema ya watoto. Mola wetu jalla wa ala atuambia katika sura At-Tahrim, akiwalingania waja wake waumini kwa kusema: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. aya nzito ikhwani fillah. Ndiposa wakasema baadhi ya maulama anna hadhihi al-aya aslun adhimun fi tarbiyati al-abna. Aya kama hii tuliyoisoma anayosema Mola wetu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum ila akhir al-aya, wasema wanawazuoni aya kama hii ni msingi adhim, msingi mzito unaohusiana na malezi ya dini ya Kiislamu, malezi mazuri kwa watoto wetu. Asema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na muziokoe nafsi za jamaa zenu kutokamana na moto. Moto gani? Allah subhanahu wa ta'ala asema waquduha an-nas wal hijara, moto huu wa jahannam kuni zake ni mawe na wanadamu. Moto kama huu alaiha malaikatun ghiladhun shidad, wasimamizi wake ni malaika wakali wenye nguvu, ambao sifa yao ikhwani fillah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. hawa maasi Allah
katika yale walioamrishwa, wayaf'aluna ma yu'marun, na wao ni wenye kutekeleza kutokana na yale walioamrishwa na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Aya adhima jiddan ikhwani fillah, likulli abin wa ummin an yatanabbah laha wa an yaj'al hadhihi al-aya nusba 'ainayhi. Ni wajib juu ya kila mzazi kuielewa na kuisoma na kuiweka aya hii mbele ya macho yake. Allah subhanahu asema, enyi mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za jamaa zenu kutokamana na moto wa jahannam. Sisi tuko hapa duniani ikhwani fillah kutafuta pepo ya Allah na kujitahidi kutekeleza matendo mema. Asa wa la'alla Mola wetu subhanahu wa ta'ala akatuonea huruma, akatuweka mbali na moto wa jahannam. Sasa yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za jamaa zenu kutokamana na moto wa jahannam. Alafu tazama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotutisha kutuelezea moto huu wa jahannam, ya kwamba wasimamizi wake ni malaika wakali tena wenye nguvu. Hawamaasi Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yale waliopewa na Mola wao subhanahu wa ta'ala, yani maamrisho, na wao ni wenye kutekeleza yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. العلامة الكبير والصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسمه يصحابة. وتعلمون من ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه ماذا؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعاء يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم akimwombea mtoto wa ammi yake ya kwamba Allah tabaraka wa taala amfahamishe yeye dini na kadhalika amfahamishe maana ya Qur'an. Asema Ibn Abbas chini ya hii aya, maashira al-ahibba, anasema ittaqu أو اعملوا بطاعة الله واتقوا محارم الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلكم وقايتهم من النار. قال اعملوا بطاعة الله واتقوا محارم الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلكم وقايتهم من النار. اعملوا بطاعة الله، تكلزيني طاعة يا الله سبحانه وتعالى، تكلزيني matendo mema, fanyeni طاعة, mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna akiba nzuri ya mwanadamu atakayojiwachia baada ya kufariki kama matendo mema, ikhwani fillah. Na ndiyo maana mwanadamu atakapokuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mwenye majuto makubwa, hatajutia lolote aliloliwacha katika hii dunia duni thamani. Atajutia jambo gani? Qala rabbi irji'un la'alli madha abni al-amair, la'alli ايش
أرجع وأتزوج النساء ماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالأعمال الصالحة غنيمة معاشر المسلمين. akiba nzuri kabisa ni matendo yako mema ambayo yatakusaidia kaburini kabla ya kesho siku ya kiyama. Kwa hiyo asema Ibn Abbas, i'malu bi ta'ati Allah. Kadhalika asema wattaqu maharim Allah, na muogope mambo aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ogopeni na muwe mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamuru auladakum bimtithali alawamir. Na kadhalika asema chini ya hii aya, waamrisheni watoto wenu watekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tazama ndugu yangu mzazi mwenzangu, asema Ibn Abbas, wamuru auladakum bimtithali alawamir, waamrisheni watoto wenu watekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu jiangalie wewe tarbia kwa mtoto wako ni tarbia ya aina gani? Wamuru auladakum bimtithali alawamir, waamrisheni watoto wenu watekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waamrisheni wasali, waamrisheni wawe na tabia njema, waamrisheni waseme ukweli, waamrisheni mambo yote yanayomridhisha Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Wajtinabin nawahi, na kadhalika muwakataze na muwafunze watoto wenu kuwa mbali na kila kinachomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Ibn Abbas maashara al-ahibba atupatia mawaidha na maelezo mazuri ya sisi kuwaamrisha watoto wetu kila kinachomridhisha Allah, na sisi kuwakataza watoto wetu kila kinachomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala? Asema fadhalikum wiqayatuhum minan nar, fadhalikum, kufanya hilo kwa watoto wenu huko ndiko kuwaokoa wao na moto wa jahannam. Ikhwani fillah, watoto kama ilivyotangulia ni neema. Kadhalika watoto ni amana Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiweka katika shingo ya kila mzazi. Watoto ni amana aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala katika kila shingo ya mzazi wa kiume na wa kike. Na amana hii ikhwani fillah, kila mzazi atakwenda kuulizwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Naam. Sasa chunga ndugu yangu mzazi, uwe ni mzazi wa kiume au uwe ni mzazi wa kike, ujue kuna swali Mola wako subhanahu wa ta'ala atakuuliza kuhusiana na malezi mazuri ya Kiislamu kwa watoto wako. Maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyeyasema, kama inda al-Bukhari من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أسمى Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja wetu ni mchungaji, kila mmoja wetu ni mchungaji,
na kila mmoja wetu ataulizwa kuhusiana na kile alichopewa kukichunga. Kiongozi ni mchungaji na ataulizwa kutokamana na ile dhamana na amana aliyopewa na Allah kuichunga. Mume ni mchungaji, ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ile amana aliyopewa kuichunga. Na kadhalika mwanamke, ikhwani fillah, ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, na ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na amana aliyopewa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni amana, na utakwenda kuulizwa na Mola wako subhanahu wa ta'ala juu ya hii amana. Amana yenyewe ni nini? Malezi mazuri ya Kiislamu kwa watoto wetu, maashira al-aba wal-ummahat. Na uzembe wowote, tasahul ya aina yoyote itakayotokea kwa wazazi, ndugu zanguni, hii ni dalili ya wazi yenye kuonyesha udhaifu wa dini aliyokuwa nayo hu mzazi. Bali isitoshe, hadha yu'tabaru khiyanatan wal billah, hili litazingatiwa kuwa ni khiyana. Huyu mzazi ameifanya khiyana hii kwa mtoto wake ambaye ni amana, atakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuna jalla wa ala madha yaqul: ya ayyuha alladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah jalla wa ala asema, enyi mlioamini, msimfanyie khiana Mola wenu, na kadhalika msimfanyie khiana mtume wenu, na kadhalika mkazikhini amana zenu. Miongoni mwa amana ni watoto wetu, ikhwani fillah, wa antum ta'lamun, hali ya kuwa nyinyi mwajua. هذه الأمانة عظيمة إخواني في الله، فلا بد من كل أب وأم أن يعد جوابا في ذلكم يوم العصيف. نعم إخواني في الله. Sasa ukitaka kujua umuhimu wa malezi mazuri ya Kiislamu, malezi sahih, malezi aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tazama dini yetu ya Kiislamu namna gani ilivyomtazama huyu mtoto, na namna gani dini yetu ya Kiislamu ilivyopatia kipaumbele na kujali malezi mazuri ya hawa watoto wetu, ikhwani fillah. Jambo la kwanza lenye kuonyesha wazi kabisa ya kwamba makusudio na malengo ni malezi mazuri ya watoto wetu, malezi ya dini ya Kiislamu, anna shari'atana, ya kwamba sheria yetu imetilia mkazo na kutusisitiza sisi wanaume katika kujali malezi ya watoto wetu ya Kiislamu. Ni pale tunapotaka kuoa, tumwangalie yule mzazi wa kike ni mzazi wa aina gani. Malengo ya msingi na sababu ni kujali na kuangalia malezi mazuri ya Kiislamu kwa hawa watoto, ikhwani fillah. Sasa usipite katika ile hadithi ayuha talib, kama huwa fi sahihain min hadithi Abi Huraira, ukawa wasoma tu tunkahu almar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, ukapita. La, koma kidogo, utulie, uangalie maulama wametoa maelezo gani, maelezo yanayofungamana na hii hadithi. Wallahi kuna ibra kubwa katika hii hadithi ambayo ni kuangazia malezi ya Kiislamu kwa hawa watoto, ikhwani fillah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam
akitupatia mwelekeo na muongozo ya kwamba mwanamke huolewa kwa mambo manne au moja katika haya mambo manne. Mwanamke huolewa kwa uzuri wake, mwanamke huolewa kwa nasaba aliyokuwa nayo, kadhalika mwanamke huolewa kwa mali na utajiri aliyokuwa nao, na kadhalika mwanamke huolewa kwa dini yake. Haya ni mambo manne. Mwanadamu akona chaguo. Laysa biharam an tatazawaja bimra'a limaliha, anta faqir miskin wa imra'a dhatu malin, ukampenda na yeye akakupenda, laysa biharam, jaiz. Au ukamwoa mwanamke kwa ajili ya uzuri na urembo aliokuwa nao, jaiz, mubah, laysa biharam. Au ukatafuta nasaba kubwa, kama wanavyosema baadhi ya watu, mimi nataka qabila, yale makabila makubwa makubwa, asada wa almashayikh ila ghairi dhalik. Yote haya ni halal na ni jaiz kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini tazama maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na muongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam unaelekea wapi? Madha qal? Fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Chaguo ni lako, lakini tafuta mwanamke mwenye dini, mwanamke mwenye kumtambua Mola wake subhanahu wa ta'ala, mwanamke ambaye kwamba ni mtiifu, mwanamke ambaye kwamba anaweza kuchunga nyumba ya mume wake. Taribat yadak, hautapata khasara. Tazameni ikhwani fillah, changamoto ambazo kwamba hazina msingi. Bila shaka ndoa lazima kutapatikaniwa ndani yake changamoto, lakini changamoto ambazo kwamba hazina msingi, hazina mbele wala nyuma. Ukichunguza sababu ya msingi ni hili jambo la nne, watu wamelipatia mgongo, wakaangalia haya matatu, ima mali au nasaba au kadhalika uzuri wa yule mwanamke, akawa hajali. Wengine hususan tulabul ilm wakwambia ana talib ilm. Ili iweje ikiwa wewe ni talib ilm? Ana sauallimuha, akitahamaki yeye ndiye aliyegeuzwa min talib ilm ila ammi, kwamba muislamu wa kawaida tu yuwasali, afanya mambo yake ya kawaida. Al-amru athani ikhwani fillah, jambo la pili ambalo kwamba lenye kuashiria malezi mazuri ya dini ya Kiislamu kwa watoto wetu hafidhakumullah, ya kwamba sheria haikukomea pale baada ya kukwambia ukishampata huyu mwanamke ambaye kwamba ni dhatu dini, mwanamke ana dini yake, mwanamke yumjua Mola wake, mwanamke yajua taa kwa mume wake. Sheria haikukoma pale ikhwani fillah, bado inamjali yule mtoto, na sheria bado yajali malezi mazuri ya Kiislamu kwa yule mtoto ikhwani fillah. Ikamwambia yule mume, usizubae ukaona ushapata mwanamke wataka kustarehe ukajisahau, ukaingia tu kama wanyama, wallahu almusta'an. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama inda al-Bukhari min hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yoyote anayetaka kuandamana na mke wake, yoyote anayetaka kujamiana na mke wake, yoyote anayetaka kustarehe na mke wake, basi na aseme bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana. Naanza kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naanza kwa jina la Allah tabaraka wa ta'ala,
ewe Mola wangu wa haki, jannibna ash-shaytan, tuepushie na utuweke mbali na shaytan, wajannibi ash-shaytana ish ma razaqtana, na umweke mbali shaytan kutokamana na kile utakacho turuzuku. Ni dua muhimu, ni dua ambayo kwamba wengi katika waislamu ni wenye kuihifadhi, lakini ni wangapi wanaoikumbuka hii dua katika kipindi kama kile maashira al-ahibba? Ni wachache sana. Ndio maana utakuta watoto watukutu, watoto hawaelewi, watoto watiriri, kila namna ya kuwatia adabu hawaelewi. Limadha? Ukiangalia sababu kando na qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuzembea na kuwa na tasahul kuisoma hii dua pindi mume anapo jamiiana na mke wake. Ma hiya alfaida? Ni nini faida ya kusoma hii dua? Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, law Allah subhanahu wa ta'ala law qadha Allah bainahuma waladan lam yadurruhu ash-shaytanu abada. Law Allah tabaraka wa ta'ala atawakadiria yule mume na yule mke kupata mtoto, asema alayhi salatu wassalam, lam yadurruhu ash-shaytanu abada. Baada ya kusikia hii faida, kweli waweza ukazembea ikhwani fillah? فما ينبغي معاشر الأحبة. كذلك الأمر الثالث إخواني في الله، ambalo kwamba sheria imetuhimiza na kuashiria, na yote hayo ni kwa ajili ya kuchunga swala zima la malezi mazuri ya Kiislamu kwa watoto wetu. An yajtahida al-abawan, wale wazazi wawili wajitahidi sana katika kumuomba Mola wao jalla wa ala kupata watoto wema, kupata kizazi kizuri. Ad-du'a ibada ikhwani fillah, du'a ni ibada, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama عند الترمذي من حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة، دون عبادة. na Allah ndiye aliyetuamrisha tumuombe, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukitoa mifano miwili, mfano wa Ibrahim al-Khalil, imam al-muwahhidin, abu al-anbiya alayhi salatu wassalam, كان يدعو الله دائما وأبدا أن يرزقه الذرية الصالحة. وهكذا المثال الثاني زكريا عليه الصلاة والسلام، walikuwa mara kwa mara ni wenye kuwaomba Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku wao kizazi chema, watoto wema. Ikhwani fillah, sasa hawa ni mitume wa Allah, vipi mimi na wewe? Yote hayo ni kuashiria ikhwani fillah, hawa watoto mpaka wawe wema, kuna mambo mengi sheria yetu ya Kiislamu imetupangia. Fakana yaqul Ibrahim alayhi salatu wassalam, kama akhbarana rabbuna jalla wa ala fi kitabihi al-karim, madha kana yaqul? kama fi surati as-saffat, rabbi habli min as-salihin. kana yad'u Allah jalla wa ala أن يرزقه ولدا صالحا وذرية صالحة. الله سبحانه وتعالى أكم رزوكم تتمويما أبيناني إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكذلك زكريا alikuwa kimuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala, rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Kwa nini wewe mzazi usiwe ni mwenye kumwelekea Mola wako jalla wa ala ukamwombea dua yule mtoto? Hawa ni mitume, kabla ya kumpata Ismail, kabla ya kumpata Ishaq, kabla ya kumpata Yahya,
walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya wao kupata watoto na kuruzukiwa watoto, kadhalika walikuwa wakiwaombea watoto wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala awajalie wawe ni watoto wema. أين الآباء من هذا الهدي العظيم من قبل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وكوapi wazazi wa leo kutokamana na huu mwongozo mwema wa hawa mitume wa Allah alayhim salatu wassalam? Bali bilaks, kinyume chake, baadhi ya wazazi utawakuta ni wenye kuwaapiza watoto wao. Pengine kosa gani? Kosa dogo. Kosa lenyewe si kwamba yule mtoto hakwenda msikitini kuswali, la, pengine yule mtoto amvunda glasi, ampatiwa kikombe cha chai, mkono nteleza, glasi imeanguka, ashaapizwa na mzazi wake, ima wa kiume ama wa kike. Ma yambaghi ikhwani fillah. Na wazazi wengi hawajui uhatari wa kuwaapiza hawa watoto. Huenda katika ule wakati unaomwapiza mtoto wako ikawa ndio saatul ijaba, malaika wakaitikia na Allah tabaraka wa taala kadhalika akapitisha yale maapizo uliyomwapiza yule mtoto. Wallahu almusta'an. Hawa watoto ikhwani fillah, kama anavyotueleza mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, maumbile yao kutoka wao ni wachanga, fitra aliyowaumba nayo Mola wetu subhanahu wa ta'ala ni kwamba hawa watoto wanakubali kila jema, na hawa watoto kila aina ya zuri wao ni wenye kulikubali. Hadha kalamu nabi alayhi salatu wasalam. Kila aina ya mtoto fitra yake na maumbile yake, yeye ni mwenye kukubali mazuri. Wewe mchukue mtoto mdogo, mwambie aib, haram, Allah tabaraka wa taala atakuchoma, maumbile ya kubali, kesho hatofanya. Kwa nini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa alladhi qala kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kila mtoto anapozaliwa huzaliwa juu ya maumbile ya kupenda kila aina ya jambo zuri. Watoto wote, wawe ni watoto wa Kiislamu, wawe ni watoto wasiokuwa wa Kiislamu, muda wa kuwa ni watoto wanakubali kila aina ya jambo zuri na kila jema wao ni wenye kulikubali, kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kullu mauludin yuladu ala alfitra. Mchukue mtoto mdogo mwenye miaka 4, 5, 6, huenda ikawa hata hajapelekwa madrasa, mwambie aina Allah, hii ni exam na kupatia, nenda kaifanye na utakuja kunikumbuka. Mwambie aina Allah, hatokupatia jawabu la kikhurafi kwamba Allah yuko kila sehemu, atakunyoshia kidole juu. Sasa wanyama wenyewe ikhwani fillah huangalia juu, wakapeleka macho yao juu, wakijua ya kwamba Mola wao yuko juu. Vipi mtoto mwanadamu aliyekirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Mtoto leo ukimkanya kwamba hili jambo ni baya, usilifanye, kimaumbile tu hatolifanya. Lakini tazama ndugu yangu mzazi, lawama mtume sallallahu alayhi wasallam yuipeleka kwa nani? Qal kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Hal qal au yusallimani? Ma qal. Mtume ansema kila mtoto anapozaliwa huzaliwa juu ya maumbile mazuri ya kupenda kila kheri, lakini wazazi wake wawili ndio watakaomfanya yeye kuingia katika Uyahudi, wazazi wawili ndio watakaomfanya yeye kuingia katika Unasara, na hawa wazazi wawili ndio watakaomfanya yeye kuingia katika Umajusi. Mbona mtume hajasema
wazazi wawili ndio watakaomfanya yeye kuingia katika Uislamu? Ma qal. Limadha? Lianna kulla mauludin yuladu ala alfitra, kila mwanadamu au mtoto anapozaliwa huzaliwa juu ya maumbile ya kupenda mambo mazuri. Sasa wewe mzazi ndio changamoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akuelekezea wewe lawama kwamba wewe ndio sababu ya kumpoteza huyu mtoto, na wewe ndio sababu ya kumnyosha huyu mtoto baada ya tawfiq na fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tazameni ikhwani fillah, kama tulivyoangazia kule nyuma ya kwamba hii ni amana iko katika kila shingo ya mzazi aliyopewa neema kama hii. Tuchukue mfano mmoja peke yake katika swala la kusoma dini. Katika swala la kusoma dini, angalia himma waliokuwa nayo wazazi na kipaumbele walichokipa hawa wazazi kwa huyu mtoto katika masala ya madrasa na masala ya kusoma shule. Zote ni jaiz, bali hii ya pili ni wajib, lakini skuli na mambo ya shule jaiz, haina shaka. Wazazi wa siku hizi kipaumbele chaelekezwa wapi? Shule, tuition, pengine Jumamosi, bali isitoshe ikhwani fillah na Jumapili, na KCPE utakuta 199, 200, 205 siku zote mashule. Muulize sababu ya msingi, sababu sisi tunaitakidi shule ni kwenda kutoa ujinga ambao kwamba si aibu kwa yule mwanadamu. Yani ujue mambo ya hesabu, ujue kujisaidia ukisafiri uende airport. Lakini mzazi himma na aqida aliyokuwa nayo ni kwamba hadha ma sayaish fi hadhihi ad-dunya al-faniya illa an yadrusa al-madrasa, hawezi akapata maisha mazuri mpaka aende shule. Haya ni malezi ikhwani fillah aliyotufunza mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alafu huyo mtoto pengine yeye na babake wote wawili waulize ma maana la ilaha illa Allah, kalima ambayo kwamba yamuingiza mwanadamu katika Uislamu. Nini maana ya la ilaha illa Allah? Uangalie, huyo atajikuna kichwa, yule atakwambia wajua masala ya istihza. Si masala ya istihza. Ma maana la ilaha illa Allah? Ma yaarif. Kalima ambayo kwamba Abu Lahab, Abu Jahal na makafiri wa Quraysh walikataa kuitamka. Limadha? liannahum ya'lamuna ma'naha law nataquha سيبطلون تلكم العبادات، أي عبادة الأصنام التي كانوا يتقربون إليها. وانجلتمكتوا لا إله إلا الله tayari yale masanamu waliokuwa wakiabudu yote yangebatilika, kwa sababu la ilaha illa Allah maana yake mimi namwabudu Mungu wa haki, Mola wa haki peke yake, ambaye kwamba ni mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wengine wanaoabudiwa ambao ni miungu kadhalik, fahum yu'baduna bibatil, wanaabudiwa kwa batil. Wakakataa kutamka la ilaha illa Allah. Limadha? liannahum alimu ma'naha. Wewe Muislamu kila mara ni mwenye kutamka la ilaha illa Allah, لا إله إلا الله، ولا تعلم معناها، لكن تعلم معنى الجبرة na mambo mengineyo ambayo kwamba la yazidu imanak wala yunqis iman, kaizidishi imani yako wala haipunguzi. Ni mambo ya hatari ikhwani fillah, ni mambo ya hatari. Na ndiyo maana al-Imam
Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi alayhi rahmatullah katika msingi wa 4 wa al-qawaid al-4 madha qala aliwafadhilisha washirikina wa zama za mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko baadhi ya wanadamu wanaojinasibisha na Uislamu. Ndipo utakuta baadhi ya wanadamu wakaja juu wahabi ya kufurisha watu sijui nini na nini, lakini angalia sababu. Kama yakulu al-arab idha urifa as-sabab batala al-ajab, ukishajua sababu kule kustaajabu kwako hautastaajabu tena. Tazama sababu aliyoitumia ni kwamba hawa makafiri kina Abu Lahab na Abu Jahal walikuwa wanaelewa maana ya la ilaha illa Allah, walikuwa na masanamu Lat, Uzza na Manat na wengineo wakiwaabudu hawa masanamu. Sasa sisi tukitamka la ilaha illa Allah, maana hawa masanamu tumewaporomosha. Ina maana anayepaswa kuabudiwa nani? Ni Allah aliyokuwa mbinguni peke yake. Walijua maana yake, ndio maana wakakataa. Famadha qalu linnabi alayhi salatu wassalam, walimwambia nini? Lamma qila lahum qulu la ilaha illa Allah aja'ala al-alihata ilahan wahida, hubana anamfanya Mungu kuwa Mungu ni mmoja peke yake anayefaa kuabudiwa, hawa wengine hawaabudiwi? Hili jambo haliwezekani. Kwa hiyo walielewa maana ya la ilaha illa Allah. Vipi wewe mzazi huna himma ya kumuelimisha mtoto wako wa Kiislamu, mtoto ambaye kwamba kesho watarajia ukitangulia mbele ya haki akukumbuke rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira? Haiji hivi hivi ikhwani fillah kwamba unkaa nyumbani kwako wawahusia, angalia mimi nikitangulia mbele ya haki munikumbuke kwa dua. Haya yote niliyoyafanyia skuli, ma university na maduka kuwafungulia, jaza yangu msinisahau kwa dua. Haiji hata ukampatia dunia yote, haiji. Hii itakuja bitarbiya sahiha, tarbiya islamiyya, ni malezi yako mazuri, malezi ya dini ya Kiislamu ambayo utamfunza yule mtoto wako. Maashara al-aba wal-ummahat. Jambo lingine ikhwani fillah ambalo vile vile ni jambo la muhimu, lazima wazazi watenge muda wawapatie time watoto wao, wakae na watoto wao, wawafundishe watoto wao, wawaelimishe watoto wao, wawe ni wenye kukaa na watoto wao na kuwafuatilia mara kwa mara ikhwani fillah, wawafunze aqida, wawafunze tauhid. انظروا إلى هذا لقمان الحكيم، هذا الحكيم ماذا قال لابنه؟ alimfunza tauhid. Ya bunay, ewe kijana wangu, la tushrik billah. Leo hii tuambizana nini? Ya bunay, al-imara allati fi Kisauni hiya li ukhtik wal-imara allati fi Bombolulu hiya lak. Haya ndio mazungumzo yetu na watoto wetu. Luqman amweka chini, amweka kitako mtoto wake, amwambia ya bunayya la tushrik billah, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa kabisa. Leo hii wewe huna habari, mtoto wako amvaa hirizi, hajavaa hirizi, mtoto wako yuwaswali, mtoto wako, wallahu almusta'an. Someni safha ya pili katika sura Luqman, muangalie namna gani yule mzazi mwema alivyokuwa akikaa na mtoto wake na kumpatia nasaha. Aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Lakini baada ya kumwelimisha tauhid, kwa sababu kama huna tauhid yale yote utakayoyafanya hayana maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على
khams. Uislamu umejengwa juu ya mambo matano. Alianza na msingi gani? Shahadat an la ilaha illa Allah, kisha ndo akaendelea wa iqamis sala wa itai zaka wa sawm ramadhan hajj albayt. Limadha? Kwa sababu haya mambo manne, iqamus sala wa itau zaka wa sawm ramadhan wa hajj bayt Allah alharam, bidun at-tauhid wal ikhlas ma tanfa' wa ma tuqbal عند الله سبحانه وتعالى. hayana maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam, tazama Allah tabaraka wa ta'ala atupigia mfano katika surati al-Baqara, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. hao ndio wazazi ikhwani fillah tunaofaa kuwaiga na kuangalia namna gani waliwalea watoto wao, namna gani waliishi na watoto wao. Asema Allah, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, na mtume wa Allah Ibrahim na Yaqub waliwahusia watoto wao na kuwaambia, inna Allah astafa lakumuddin, Allah tabaraka wa taala amekuchagulieni nyinyi hii dini ya Kiislamu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Aqida wa tauhid, musifa isipokuwa nyinyi ni waislamu. Nabiyullah من babake Yusuf aitwa nani? يعقوب. نعم، يعقوب إخواني في الله وهو في سكرات الموت، yuko katika sakaratul maut. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Yaquba waita watoto wake akiwa na uchungu, malezi mazuri ameyatoa, amewalea watoto wake malezi ya tauhid, malezi ya aqida, lakini bado ataka kuwa na itminan, utulivu wa moyo. Anawakusanya watoto wake akiwauliza, ma ta'buduna min ba'di, wazazi wenzangu. Haya ndio maneno ya kuwapatia watoto wetu. Hii dunia kila mmoja shaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, uifate usiifate itakufikia. Ma ta'buduna min ba'di, leo hii wewe wakusanya watoto wako wawapatia wasia, na haya yako bali yameenea ikhwani fillah. Siku hizi hakuna mirath, watu waganyiani mirath mzazi ashaipeana kabisa na hajafa. Na Allah subhanahu wa ta'ala asemaje katika aya ya mwisho ya surati an-Nisa, kwamba mpaka mtu afe ndio ile mirathi itazingatiwa. Hakuna mirathi hali ya kuwa wewe wenye mali haujakufa. Mirathi ni utakapokufa ndicho kile ulichokiwacha kitarithiwa. Sasa leo hii himma ya wazazi, alafu angalia sababu ambayo haina msingi, sababu sitaki watoto wangu watete. Wewe ungekuwa uwalea watoto wako misingi ya Kiislamu na ukawalea katika maadili ya dini ya Kiislamu, watateta kweli? قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ما تعبدون من بعدي. awauliza watoto wake aliowalea katika dini ya Kiislamu, mutamwabudu nani baada ya kutangulia kwangu mbele ya haki? Sasa tazama jawabu ambalo kwamba halikuja hivi hivi. Hadha aljawab jaa ba'da juhdin adhim. qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sisi tutamwabudu yule Mola wako na Mola wa wazee wako Ibrahim na Ismail na Ishaq, na sisi tutakuwa ni wenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maashara al-aba, wallahi
kila mmoja wetu kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, muandalie mtoto wako mambo yanayofungamana na ulimwengu, bali utapata thawabu, na huo ni katika wema. Lakini kadhalika tusizembee katika mambo yanayofungamana na dini yetu ya Kiislamu. Wallahi ni haki, billahi alaykum as'alukum billah, ni haki mtoto apelekwa shule kuanzia asubuhi mpaka jioni, alafu madrasa aletewa mwalimu wa tuition, wala hana hata habari. Mwalimu yoyote tafuteni mumlete aje nyumbani, aje amsomeshe mtoto wangu. Masaa mangapi? Dakika 40 au nusu saa. Huu ni wema kwa huyu mtoto, ikhwani fillah. Haya je, ndiyo malezi aliyotuamrisha mtume wetu alayhi salatu wassalam? Hasha wa kal. Fantabihu ma'ashara al-ahibba waj'aluu hadha al-hadith al-'azim kama qara'nahu anifan alladhi rawahu al-Bukhari min hadith ibn Umar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchungaji na kila mmoja wenu atakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na lile alilopewa na Mola wake kulichunga. Nafikiri nitakomea hapa biidhnillah azza wa jal. Tampisha Sheikh Sabir kama kutakuwa kuna ta'liq yoyote, fa as'alu Allah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على تربية أولادنا، كما نسأله جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين